Kuna mambo mengi yametokea usiku wa kuamkia tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2026, na mambo hayo tunayaweka hapa kwenye dondoo kidogo, lakini pia nitagusia kidogo kuhusiana na ile peace deal ambayo inatangazwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump. Japo kwa dondoo, mratibu mpya ambaye ameteuliwa na Umoja wa Mataifa katika eneo la Mlango Hormuz ametangaza kuwa kikosi kazi ambacho kimeanzishwa kinalenga kuhakikisha usafirishaji salama wa mbolea kupitia njia hiyo ya bahari. Ameonya kuwa kuvurugika kwa biashara ya baharini kunaweza kusababisha mgogoro mkubwa sana wa kibinadamu. Maneno ya Jorge Moreira da Silva amesema kikosi hicho kitaangazia kuwezesha usafirishaji wa mbolea na malighafi zake kwenda nchi za Mashariki ya Kati, Afrika na Asia ambazo zinategemea sana uagizaji kutoka nje. Anasema tuko tayari kusaidia operation hii muhimu ya kuokoa maisha, akisisitiza umuhimu wa kuzuia athari kwa uzalishaji wa kilimo duniani. Tehran imesisitiza kuwa njia hiyo ya kimkakati iko wazi kwa meli zote isipokuwa zile zinazohusishwa na mataifa ambayo yanaona kuwa ni hasimu, hasa Marekani na Israel, pamoja na zile ambazo zinasaidia mashambulizi dhidi ya Iran. Navyo vikosi vya Yemen vinavyoongozwa na Wahouthi vimeonya kuwa viko tayari kuingilia kijeshi moja kwa moja ikiwa Marekani na Israel zitaendelea kuongeza mashambulizi dhidi ya Iran pamoja na washirika wake nchini Lebanon na Gaza. Msemaji wao Brigedia Jenerali Yahya Sari amesema, tunaweka wazi kuwa tuko tayari kuingilia kijeshi moja kwa moja. Wahouthi wameeleza kuwa hatua hiyo inaweza kuchochewa na mambo kadhaa, ikiwemo kuhusika kwa nchi nyingine zaidi katika vita, matumizi ya Bahari Nyekundu kwa mashambulizi dhidi ya Iran au nchi yoyote ya Kiislamu, au kuongezeka kwa mapigano. Tofauti na Hezbollah ambao tayari wanashiriki, Wahouthi bado hawajaanza rasmi kuunga mkono Iran kijeshi tangu mashambulizi ya Februari 28. Sasa wamesema na wenyewe wako tayari kuingia front. Lakini pia jeshi la ulinzi wa ndani la Israel limewaagiza tena wakazi kuingia kwenye maeneo ya kujificha, kwa maana ya kwenye mahandaki, saa moja tu baada ya kuruhusu watu kutoka. Jeshi la Israel limesema mifumo ya ulinzi inaendelea kufanya kazi kukabiliana na wimbi la 3 la makombora ambalo linatoka Iran. Lakini pia Falme za Kiarabu UAE zimesema mifumo yao ya ulinzi wa anga na ndege za kivita zinakabiliana na tishio la makombora na drone kutoka Iran, na Wizara ya Ulinzi imesema milio ambayo imeendelea kusikika ni matokeo ya mifumo ya ulinzi kushambulia makombora, huku ndege za kivita zikizuia makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani. Lakini pia wakati umelala usiku, Rais Trump amekanusha kauli za maafisa wa Irani kuhusu kutokuwepo kwa mazungumzo, akisema Marekani inashambulia Irani kwa nguvu kubwa kwa sasa. Amedai kuwa Iran inalazimika kujadiliana kutokana na mashambulizi hayo, lakini Iran imekanusha madai hayo, wakisema ni propaganda za kupotosha soko la mafuta wa umma na umma wa Marekani. Trump amesema kwamba Marekani imefanikiwa kuharibu kabisa mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran na sasa ina uwezo wa kushambulia malengo yeyote yale kirahisi. Amesema bado kuna maelfu ya malengo ambayo yamesalia kushambuliwa. Na Trump ameikosoa NATO akiita muungano huo ni muungano dhaifu, na akisema haukuiunga mkono Marekani katika operation dhidi ya Iran. Amesema Marekani inatumia fedha nyingi kuilinda NATO, lakini haipati msaada ambao unalingana. Ni mwendelezo wa yale malalamiko ambayo amekuwa akiyatoa kwamba nchi za NATO hazina msaada wowote ule kwa Marekani katika nyakati hizi ngumu. Nalo jeshi la Israel limeripoti kugundua wimbi jingine la makombora kutoka Iran na kuwataka wananchi kuendelea kujificha. Lakini pia watu 5 wameuawa na wengine 7 kujeruhiwa baada ya shambulizi la Marekani na Israel kulenga jengo la makazi katika mji wa Zanjan, kaskazini magharibi mwa Iran, kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya kiintelijensia. Nayo Bahrain imesema vikosi vya ulinzi vya raia vimefanikiwa kuzima moto katika eneo ambalo lililengwa na mashambulizi ya Iran, ingawa hawajatoa maelezo zaidi. Wakati huo, picha ambazo zimesambazwa mtandaoni zinaonyesha moto mkubwa katika kile ambacho kinadaiwa kuwa ni kituo cha Marekani nchini humo. Kwa hiyo ni ripoti hizi ambazo wakati ukiwa umelala mambo bado yalikuwa yanaendelea duniani, na bad enough ni kwamba huyo Muiran ameendelea kuwa threat sana kwa Marekani. Sasa wakati hayo yakiendelea, by the time watu dunia ikiwa imelala, ni kwamba kuna issue nyingine pia ambayo nilisema angalau anyway tunaweza tukaizungumza. Umesikia hapo rais wa Marekani bwana Donald Trump anasema Iran wapo kwenye mazungumzo but hawataki kuyaweka wazi. Iko hivi,
Kimsingi ni kwamba Marekani wanataka mazungumzo na Iran, lakini hawataki amani. Huu ndio ukweli. Kinachoendelea kwa sasa kama mchakato wa mazungumzo kati ya Marekani na Iran, kwa hakika haya sio mazungumzo ya ukweli. Kwa nini? Hakuna mazungumzo ya moja kwa moja ambayo yapo kamili. Hakuna mfumo ambao unakubalika na pande zote. Hakuna utayari wa kutoka makubaliano ya pande mbili, na hakuna dalili ya kuaminiana kimkakati kati ya mataifa haya ambayo yanasigana. Badala yake, kinachoshuhudiwa ni kubadilishana ishara kupitia wapatanishi, huku kukiwa na ongezeko la mvutano wa kijeshi, maonyo ya hadharani, mbinu za kisiasa na madai ambayo kimsingi hayapatani kati mataifa hayo. Washington imeendelea kuashiria kuwa mawasiliano ya kidiplomasia yanaendelea, lakini Tehran wamesisitiza kuwa kutumiana ujumbe kupitia wapatanishi hakuwezi kuitwa mazungumzo. Yani kutumia pia ujumbe kupitia Twitter, kupitia Telegram, kupitia wapi, hayawezi kuitwa mazungumzo. Mazungumzo haya yamekanushwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi. Ameweka wazi kuwa Iran haiko tayari na haiko katika mazungumzo na Marekani. Kwa mjibu wake, anasema kubadilishana ujumbe kupitia njia zisizo za moja kwa moja si sawa na kufanya mazungumzo rasmi. Hili ni jambo muhimu, kwani linaondoa dhana kwamba kuna mchakato wa amani ambao unaendelea kwa utaratibu. Kwa sasa hakuna mazungumzo ya kweli. Kuna mashauriano, majaribio ya kupima msimamo wa kila upande na jitihada za kuelewa nia za upande mwingine bila kujificha. Mazungumzo ya kweli yanahitaji makubaliano kwamba diplomasia ndiyo njia kuu ya kutatua mgogoro, lakini hali ya sasa inaonyesha kinyume chake. Diplomasia imewekwa pembeni, huku shinikizo na vitisho vya kijeshi vikipewa nafasi kubwa zaidi. Hii inaonyesha wazi hali ya maslahi ya pande hizi. Upande mmoja unapozungumzia maendeleo na mwingine unakataa hata kutambua uwepo wa mazungumzo. Ina maana kuwa njia ya diplomasia ni dhaifu na ambayo haina misingi thabiti. Marekani wameonekana kutaka kuonesha kuwa kuna hatua ambayo inaendelea, lakini Iran wamekataa kabisa kuipa ushindi wa kisiasa kwa kukubali kufanya mazungumzo. Yani it's like Marekani yeye anatamani sana mazungumzo yafanyike, kwa sababu akisha Iran akikubali kuingia kwenye mazungumzo, Marekani ataanza kutamba kwamba niliwaambia. Sasa hiyo ngoma wa Iran tayari walishashtukia mapema. Kwa nini Marekani wanahitaji mchakato huu zaidi? Ni kwamba inaonekana kabisa kwamba Marekani ndio ambao sasa hivi wanahitaji zaidi ili kuweza kujiweka vizuri katika sura ya kidiplomasia. Ni kwa nini? Kwa sababu kwanza kumekuwa na ongezeko kubwa sana la hatari kwa Marekani yenyewe. Vita vinazidi kupanuka na kuwa na gharama kubwa ambayo haitabiriki. Mazingira ya kikanda yanazidi kuzorota. Hatari kwa njia za usafiri wa baharini zinaongezeka zaidi. Kwa mazingira haya, Marekani wanahitaji njia ya kujiondoa katika mvutano huu kuliko Tehran, hata kama bado hawapo tayari kulipa gharama ya kisiasa ya kufanya makubaliano haya ya kweli. Sababu ya kwanza ni ule umuhimu wa ule mlango wa Hormuz. Mvutano huu au mvutano wowote wa muda mrefu katika eneo hili utaathiri moja kwa moja usalama wa usafirishaji wa nishati duniani. Hata uwezekano tu wa usumbufu kuongeza gharama za bima, kuyumbisha soko la mafuta na kuilazimu Marekani kuongeza uwepo wake wa kijeshi katika maeneo hayo. Na mtakumbuka kambi nyingi za kijeshi za Marekani katika maeneo hayo zimeharibiwa. Sababu ya pili ni sababu ya kijeshi na kisiasa. Kwa nini? Kadri vita vinavyozidi kupanuka ndivyo inavyokuwa vigumu kwa Marekani kudhibiti malengo yake. Vita vikigeuka kuwa vikubwa zaidi, gharama ya kisiasa itaongezeka, vifo vya wanajeshi vitaongezeka, uungwaji mkono wa wananchi utapungua. Na sababu ya tatu ni kwamba Marekani inayo wajibu mkubwa zaidi wa kikanda kuliko Iran. Kwa nini? Kwa sababu ina kambi, ina wanajeshi, ina rasilimali nyingi ambazo zimetapanyika katika maeneo mengi ya Mashariki ya Kati. Hii inafanya kuwa katika hatari zaidi kadri mvutano ambavyo unaongezeka. Lakini wa Iran wenyewe wamesema wanataka amani. Iran inahitaji amani. Iran walikumbwa na vikwazo vya kiuchumi miaka mingi, mashinikizo ya kijeshi na hatari ya vita kubwa, lakini aina ya amani wanayoitaka sio sawa na ile ambayo inapendekezwa na Marekani. Kwa nini? Iran haitaki mapumziko au usitishaji wa muda wa mapigano na wapinzani wake ili waweze kujipanga upya hao wapinzani wake kimashambulizi. No, wanataka makubaliano ya kudumu ambayo yatakuwa na uhakika wa kisiasa na kiusalama. Kwa mtazamo wa Tehran, kusitisha vita bila dhamana madhubuti ni hatari. Inaweza kuwapa Marekani na Israeli muda wa kujiimarisha kijeshi na kuandaa mashambulizi mapya. Ndio maana Iran inaweza ikapunguza ukali wa matamshi yake ya hadharani, lakini
haitapunguza tahadhari yake katika masuala ya msingi. Tofauti kubwa ambayo ipo hapa ni ya misimamo. Marekani wanataka makubaliano yatakayopunguza uwezo wa Iran, ikiwemo programu yake ya nyuklia, makombora na ushawishi wake wa kikanda. Irani upande mwingine wanataka shinikizo la kijeshi likome, ipatiwe dhamana dhidi ya mashambulizi ya baadaye, na haki zake za kitaifa zinatakiwa zitambuliwe. Kwa maneno mengine ni kwamba Marekani inataka Irani ikubali udhaifu ili ipate amani. Irani inataka usalama ili ipate amani. Hapa ndipo mgongano mkuu ulipo, na unafanya makubaliano kuwa ni magumu na hayatawezekana. Sasa kwa hali ilivyo sasa, uwezekano wa kufikiwa kwa amani ya kweli ni mdogo sana. Badala ya kuwaleta karibu, mchakato huu unaonyesha jinsi ambavyo wako mbali. Yani kila mmoja anazungumza kivyake. Kuna uwezekano pia kwamba Marekani wanatumia diplomasia kama njia ya kununua muda, kujiandaa kijeshi, kuimarisha ushirika wake na kujionyesha kama upande unaotaka amani kabla ya kuongeza mashambulizi. Sasa hili wa Iran na wenyewe wamelishtukia mapema sana. Moja ya hali ya hatari zaidi ni uwezekano wa Marekani kujaribu kudhibiti maeneo muhimu karibu na mlango wa Hormuz. Hatua hiyo inaweza kuwa hatari kubwa sana kijeshi na kusababisha hasara kubwa zaidi. Yani Marekani ni kwamba wanaanza kuzengea ule mlango wa Hormuz ili wapate gap la kwenda kuushambulia. Lakini Muiran yeye ameendelea kushupaza shingo pale, anasema hatuwezi tukaliacha ile eneo easy kama mnavyofikiria. Lakini mgogoro huu sasa hivi tunaona unataka kuenea maeneo mengi zaidi katika Bahari Nyekundu. Kwa sababu ukiangalia ile kundi la Ansar Allah, wale wa Houthi wamesema wanataka kuingia vitani kikamilifu. Hii inasababisha kuvuruga njia muhimu za kibiashara duniani na kusababisha mshtuko mkubwa sana wa kiuchumi. Kwa hiyo athari zake sasa zinakuwa ni pana: kupanda kwa gharama za usafirishaji, kuvurugika kwa mnyororo wa bidhaa, pamoja na kuyumba kwa uchumi wa dunia. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba hali ni ya hatari na inatia wasiwasi. Hakuna sasa hivi yani ule uhakika kabisa wa kufikia amani. Lakini kwa sasa kinachoendelea si tu ni mazungumzo ya kweli, bali ni kubadilishana ishara chini ya kivuli cha vita vinavyoweza vikaongezeka saa na wakati wowote ule. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.